Mchezo katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, mchezo wa robo finali ya Young Africans dhidi ya JKT Tanzania ambao walikuwa katika uwanja wao wa nyumbani. Young Africans amepata ushindi kwa goli 2-0, hivyo amekata tiketi ya kwenda katika hatua ya nusu finali. Tupo na official Mume kwa ajili ya kuzungumza dakika 90 kwake amezishuhudia ni za namna gani. Huko vizuri? Niko vizuri, niko buheri wa afya tele. Nimeshuhudia mechi ngumu, mechi kubwa ya Meja Isamuhyo, uwanja dume, mwenye uwanja kapigwa mbili. Ulikuwa ni uwanja mgumu sana kwa Young Africans kwa dhana na kwa namna ya uhalisia. Mara nyingi ambavyo ulikuwa ukishiriki michezo katika uwanja ule umekuwa ukipata matokeo ya ugumu, matokeo ambayo yasiyofurahisha mashabiki wa Young Africans, lakini hii leo mmeenda kufurahi kwenye uwanja ule wa Meja Jenerali Isamuhyo. Pengine tuseme JKT wamebadilika tofauti na wale JKT tuliokuwa tunawajua wakitetea hadhi ya uwanja wao wa Meja Jenerali Isamuhyo na walokutana na Young Africans siku ya leo. JKT ni wale sema kwamba Yanga ana ubora zaidi wa JKT. Yanga amecheza kimbinu zaidi. Kwa hiyo tuseme kwamba Yanga ni kubwa kuliko JKT. Yanga amecheza vizuri kuliko JKT, lakini JKT ni wale. Tunamwona walikuwa na mkaba Pacome kule hadi misuli na wabana. Wachezaji wanaenda kwa Pacome wawili, lakini wanashindwa kuhimili vitu vya Pacome. Hebu niangalizie kwanza Meja Jenerali Isamuhyo jinsi ilivyokuwa kubwa na ilivyokuwa ngumu. Leo hii tunapata matokeo safi kabisa. Unajua watu wanashindwa kuelewa na watu wanajifanya kama wameisahau Yanga. Young Africans leo hii unbeaten ya 28 CRDB. Unbeaten ya 28 CRDB. Ina maana kwamba ni kitu kikubwa anachokifanya Yanga. Ila watu wanaiangalia Yanga kwa udogo, lakini Yanga ni club kubwa sana. Angalia leo hii mtu anapigwa mbili safi kabisa. Watu tumeondoka tuna matatizo, na wakati ndio uwanja ulikopo mgumu, na kuna watu wengi walisema kwamba Yanga leo hatofua dafu kwa sababu ule uwanja mgumu, ule uwanja si ukoje, afa anacheza na JKT mwenyewe. Tuesifia Yanga. Kuna tofauti gani wa Young Africans ambayo imetoka kupoteza kwenye ligi kuu ya NBC na Dodoma Jiji na hii ambayo umeishuhudia leo kwenye michuano ya CRDB dhidi ya JKT Tanzania? Kupoteza mchezo ni kitu cha kawaida, na kupoteza mchezo ni timing za yule ambaye unacheza naye. Walituzidi Dodoma, timing zao zilikuwa nzuri. Sisi tulipata chance nyingi tukashindwa kufunga, lakini kwamba wenzetu nafasi walizozipata Dodoma japo ni chache, ndizo hizo waliweka kamba nyavuni. Lakini sisi tulileta mzaa kule mbele, kawa tunakosa magoli, basi wao wakatuadhibu. Na ukitaka kuiadhibu Yanga, ifunge goli 3. Ukifunga chini ya hapo, Yanga inakuwa imekuadhibu yeye, kwa sababu Yanga katika timu yako lazima apate goli 2. Kwa hiyo anapopata goli 2, wewe naye mfunga goli 3, ndipo hapo tutakuwa umemuwini Yanga. Lakini baada ya hapo huwezi kumuwini Yanga. Kwa hiyo leo, siku ya leo, sisi na mechi iliyopita ni kwamba utofauti, kwamba mechi iliyopita kwamba tulifungwa na leo tumejirekebisha. Umeona bwana, na leo beki yetu imekaa vizuri, imejirekebisha. Naona pale Yasinki kacheza vizuri, na ukimwangalia Ukwasi anaendeleza muendelezo wake ule uliopita, kwamba anacheza vizuri. Na ukimwangalia Kuboka wanaendeleza muendelezo wao vizuri. Kwa hiyo hata Diala ambaye mechi iliyopita alitoka mapema, kisaikolojia leo amecheza vizuri zaidi ya vile alivyocheza, kwa sababu kwamba leo amecheza vizuri bila hasira, bila shughuli yoyote. Tumepata ushindi, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa namna ya beki line ya leo ambayo imeuendea mchezo dhidi ya JKT Tanzania, tunaona amekosekana Bakari Nondo Mwamnyeto. Hii inaleta taswira gani katika mchezo huu? Na Bakari Nondo Mwamnyeto katika mchezo ulioisha alikuwa ni moja kati ya mchezaji ambaye alipelekewa lawama pia kulingana na magoli Young Africans aliyoyafungwa. Nini ambacho unakiona kwenye upande wa backline na Bakari Nondo Mwamnyeto, saikolojia yake? Katika saikolojia lazima kwamba kwa Bakari Nondo Mwamnyeto anajulikana kwamba ni beki bora na ndio beki wa makombe siku zote na ni kapteni. Lakini tu leo imetokea dharura katika upande wa familia yake. Nadhani kwamba ana dharura, ndio maana leo hajaonekana kabisa. Ni dharura tu, mambo ya kifamilia. Lakini Bakari hakuna mtu asemjua kama ni kapteni wa makombe, na anachokifanya Bakari hakuna mtu asichokielewa. Tulipata furaha zidi ya Simba, tumeona. Kwa sababu katika upande wa beki kuna mambo mawili, ukikosea unaweza kufungisha, lakini forward ukikosea inaweza mpira ukatoka nje. Lakini lawama za forward ama striker zinakuwa ndogo kuliko beki. Kwa hiyo kwa upande wa Mwamnyeto hakuna kitu kibaya, na Mwamnyeto ni mzoefu na miaka takriban Yanga 6-7. Kwa hiyo nadhani ana uzoefu na ligi yetu ya Tanzania. Kosa moja yani hata ukichukua karatasi nyeupe ukiweka doa jekundu
Ukimuuliza mtu hapa unaona nini, atakwambia naona doa jekundu. Ina maana kwamba kitendo alichokifanya Mwamnyeto watu wanaona kama ni doa jekundu, lakini Mwamnyeto ana 99 katika anayoyafanya kuliko ile moja ambalo alilokosea. Kwa hiyo Mwamnyeto hawezi kuathirika kisaikolojia kwa sababu yeye ni mchezaji mkubwa, na Yanga kuna watu wakubwa pale wanaweza kumwelekeza hichi na hiki. Mimi nadhani kwamba Mwamnyeto popote alipo, japo leo hajaonekana kwa sababu ana shughuli za kifamilia, asijisikie unyonge. Yeye ndio beki bora hapa Tanzania, yeye ndio kapteni bora hapa Tanzania, yeye ndio kapteni mwenye makombe kuliko kapteni yoyote hapa Tanzania. Kwa hiyo baada ya kuondoka Kevin Yondani pale Yanga, anayefuatia ni Mwamnyeto. Kwa hiyo kwamba nimpe sifa Mwamnyeto na nimwambie kwamba nakutia moyo Mwamnyeto. Mambo ya kupita yapo. Hata darasani mwalimu anaweza akakosea kuandika ama mtoto akakosea kuandika. Hivi vitu hivyo vipo. Kuna siku moja kuna polisi alikamata bangi za mtuhumiwa, lakini kwamba baadaye anapoambiwa zile bangi akasema kwamba hazipo, nazo zimeibiwa. Kwa hiyo kwenye kazi lazima kutokee makosa. Kwa hiyo Mwamnyeto yuko vizuri tu na namwombea Mwenyezi Mungu awe na afya njema, arudi tena uwanjani. Kwa nyota wa mchezo kwa leo unapeleka karata wapi? Katika nyota wa mchezo leo mimi Young Africans ningempa Yao Kwasi. Kwa nini Yao Kwasi atola? Ya, ni beki bora, alafu kwamba beki ametulia na hana papara na ametoka kwenye majeruhi, lakini amerudi kwa kasi sana, amerudi kwa asilimia kama 99. Ina maana kwamba alikuwa anacheza kipindi cha kwanza, alikuwa anachezaga mechi zilizopita, alikuwa anacheza labda dakika 60, dakika 40, dakika 50, lakini sasa hivi anacheza dakika zote 90 tena kwa kasi ile ile. Kwa hiyo nyota wa mchezo leo mimi ni kwangu ni Yao Kwasi. Vipi kwa upande wa Pacome Zouzoua, kile ambacho amekionyesha katika dakika zote 90? Pacome ameonyesha vitu vya maana sana, ni vitu vikubwa sana. Ina maana kwamba nikimwangalia Pacome sasa hivi namuona kwamba ana stamina, ana nguvu sana Pacome. Ina maana sio mwepesi kwamba labda anaweza kawa mwepesi, kwa sababu ukishindana na Pacome bila kumvuta t-shirt ama bila kumkumbatia uwezi ukacheza naye. Na hata beki zilikuwa zinacheza na Pacome nyingi zimeomba kutoka nje, na misuli yao nadhani inawaka moto saizi, kwa sababu ukimkaba Pacome ni sawa sawa labda umelikumbatia pipa, yani kulikumbatia uliwezi, lakini linakuwa gumu, kwa sababu Pacome ni mchezaji ambaye ana misuli tunasema nyati na anakimbia kama kifaru. Kwa hiyo ukimkaba Pacome basi wewe ujizatiti, ama mechi inayofuata usicheze kabisa, ama mechi inayofuata hebu iangalie JKT inayokuambia amecheza na Yanga leo. Mechi inayofuata kama anacheza siku mbili hizi anaweza akapoteza ama akatoa suluhu, kwa sababu ametumia nguvu nyingi sana, lakini Yanga wako imara zaidi. Ndio maana unakuta Pacome anazidi kuendeleza mwenendo wake ule ule. Pacome ni shujaa wetu. Kwa namna ambavyo umewatizama Young Africans na umemtizama Alan Okello, mchezaji ambaye amekuwa na mvuto kwa kipindi hiki katika kikosi cha Young Africans kwa kile ambacho anakifanya, tuseme leo siku haikuwa nzuri kazini? Kwa bwana mdogo siku haikuwa nzuri kazini, lakini ametolewa mapema, kwa sababu kwamba ukishapata ushindi unatakiwa utoe watu wako unawategemea kwa ajili ya kitu kingine kinachokuja. Kama siku yake haijakuwa vizuri kazini, anatolewa. Yanga huwa kwamba mtu akiwa hayupo vizuri anatolewa na ingia mwingine ambaye anaweza kawa vizuri zaidi. Kwa hiyo nadhani kwamba bwana mdogo leo siku yake haijawa, sio kama amecheza vibaya, amecheza vizuri, lakini tushazoea kwamba anafunga magoli mengi nini, lakini ametolewa mapema. Basi tuseme kwamba tumwachie kocha, kwa sababu siku zote watu hawajui wachezaji wanavyoishi na kocha. Mchezaji anaweza kaa anaishi na kocha, kocha akajua kwamba huyu mchezaji leo hayupo vizuri kwa staili ipi. Anaweza kawa anaumwa malaria au alikuwa anaumwa ugonjwa fulani, ama alikuwa hayupo fiti mazoezini. Kwa hiyo kocha ndo anamjua mchezaji kama mtoto wake. Kwa hiyo anapomtoa basi tumwachie kocha jinsi anavyofanya yeye mwenyewe. Mudathiri Yahya ameingia kambani, nayo ni vyema pia tukizungumza kwa namna ambavyo amefunga na kwa namna ambavyo anavyodhihirisha ubora pale anapopata nafasi kwenye kikosi cha Young Africans. Kwa sababu Mudathiri Yahya alisimamishwa mechi takriban 3, lakini anakuja na anadhidi sasa kuwapigia watu simu. Sasa simu zinaanza ni kwa sababu ya ufiti wake, kwa sababu anaanza kuwa fit, na Mudathiri anapokuwa fit 100%, basi ujue kuna madhara makubwa sana. Leo hii tukimwangalia Mudathiri nadhani kwamba ile 100% hajafika, ni kama 70% hivi, lakini tunaona simu zinaanza kuita. Akifika 90% ya Mudathiri Yahya, hakuna mtu asemjua hapa Tanzania. Ni mchezaji bora katika wachezaji bora. Mudathiri Yahya inanipa kazi kwamba Pacome na Yao Kwasi na Mudathiri nani aende kuwa MVP. Hiyo kidogo inanipa ukakasi. Kwa sababu MVP yoyote atakayekuja sasa hivi lazima atatokea Yanga, ni kwa sababu ya mpira wetu jinsi tunavyocheza.
Unaona MVP lazima atokee Young Africans. Ndio timu bora, timu kubwa na timu ambayo inaongoza ligi. Labda nikwambie kitu tusichokijua kwamba katika ligi hii tangu tuanze msimu huu Simba hajawahi kuongoza ligi. Simba? Hajawahi kukaa kileleni kabisa. Hajawahi kukaa kileleni hata siku moja. Kabisa. Screenshot nipe. Hakuna Simba hajawahi kuongoza ligi tangu tunaanza msimu huu. Kesho kuna mchezo mwingine wa CRDB Federation Cup kushuhudia nani ambaye anavuka hatua ya nusu fainali. Kwa upande wa Young Africans tayari ameshapeleka mguu mmoja mbele na ameshaingia katika hatua hiyo. Kwa upande wa kesho kuna mchezo mwingine. Tunamshuhudia Simba dhidi ya TRA pale KMC Complex. Unamuona Mtani akivuka kuja hatua ambayo wewe umeshafika? Namwombea Mtani ashinde ili nije kuzima kidomodomo. Namwombea Mtani ashinde na mimi nishinde mechi zangu. Mimi sinaingia nusu finali. Mwenyezi Mungu atanijalia finali, nusu finali nishinde na yeye naomba ashinde. Tumalize huu mdomo. Namtaka kweli Mtani asijivunje tu kesho. Nachotaka yeye ashinde na mimi nishinde, tukutane tena dabi ya 3. Atuambie kwamba ile dabi kwa nini ametoa suluhu au kwa nini sisi tulitoa suluhu, tuambiane hapo. Itakuwa dabi ya 4 kama mtakutana tena. Yes, itakuwa dabi ya 4 ndio msimu mmoja. Ndio nataka tuoneshane kwamba sehemu si ya vitu muhimu sisi huwa tunakuwaga wa muhimu kweli. Sisi sio zile kwamba mwachie huyu, zile sisi unaweza ukatufunga hata mara 7. Lakini kitu muhimu kama hichi CRDB ndio nataka tumuone kwamba Mtani kwa nini anajifanya kwamba yeye ndio kwamba ametoa suluhu na sisi. Unaiona nafasi ya kupata ushindi kesho zidi ya kina Chobwedo TRA United? Chobwedo mwenyewe sasa hivi ameshasajiliwa Simba. Sasa Chobwedo ufikiri atacheza kama kakasi yake ile anaochezaga? Ngoma ishaisha hii. Simba anashinda kesho. Unaona kirahisi sana. Simba anashinda. Chobwedo anasajiliwa Simba, kashasajiliwa kama ujui. Sasa unacheza na timu ambayo mchezaji ni wa kwako, shamlipa. Utacheza nini sasa? TRA hadi ninavyokuambia sasa hivi ninavyokuambia usiku TRA sasa hivi anagharamiwa na Simba. Usiku ninavyokuambia sasa hivi. Kesho anafungwa bali. Kesho TRA anafungwa. Ana cha kujivunia, ana cha kujificha. Kesho TRA anafungwa. Na mimi nataka afungwe ili tucheze na Simba, tukutane na Simba. Kesho TRA anapigwa goli 2 na yeye tukutane na Simba. Tukishakutana na Simba ndo ngoma inapigwa. Hakuna kuficha ficha. TRA kesho anafungwa. Kwa sababu TRA sasa hivi mimi naona kama wachezaji wenu wananunuliwa ili wacheze ligi msimu unaokuja, basi hamna tena kitu kingine. TRA mamlaka ya mapato kesho wafungwe, wakusanye vilago vyao, wakukusanye kodi. Lakini TRA kesho hajititumui. Simba anapata matokeo na mimi nataka Simba ashinde ili nikutane naye. Shukrani sana official. Poa sana.